Mtazamaji wa Simamia TV, mimi ni Anko G na leo tumefika hapa nyumbani kwa marehemu mzee Wellington Marton ambaye alikuwa ni mzee ambaye amesoma msomi, lakini pia alikuwa na vitu vingi sana. Lakini mimi nisimzungumzie sana, kuna watu ambao wanamfahamu na wanaweza kumzungumzia. Kwa hiyo hapa kama ambavyo unaona nitaweza kuzungumza na watu ambao wako mahali hapa, wataweza kumzungumzia vile ambavyo wao wanamfahamu. Kuna kijana wake yuko hapa, namuona yuko hapa, naenda kuzungumza naye. Brother, pole sana. Asante sana. Kwa faida ya mtazamaji ambaye hakufahamu, naitwa nani? Kwa jina naitwa Martin Ntamubano. Ni mtoto wa Mr. Wellington Ntamubano. Tumekuja hapa msibani, tunaona mamia ya watu wanamiminika hapa kuja kwa ajili ya kuwafariji nyewe kama familia baada ya kumpoteza mzee wenu. Mzee Marton au wengine tunasema Wellington, kila mtu ana jina lake na kuna majina mengine ya tunasema ya kisomi wengine wanamuita. Alikuwa ni mtu wa namna gani? Mzee Wellington wengi wanamuita Jatrofa, wengine wanamuita Mudogo. Alikuwa ni mtu mmoja ambaye kiuhalisia mkarimu, mcheshi. Alikuwa ni mtu mwenye upendo sana. Alikuwa ni mtu mpenda haki. Kwa hiyo ni kwa watu wanamuenzi kwa mambo mengi sana, na alikuwa ni mshauri mzuri sana kwa watu kibao, kwa watu wengi. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa upande wangu mimi naamini nimepoteza taa ambayo ilikuwa muhimu sana katika maisha yangu. Sasa mzee tumemwaga leo na tayari tumeshamhifadhi kwenye nyumba ya milele. Wewe kama kijana wake, kama sikoseni mtoto wake wa kwanza, pengine tutarajie nini kutoka kwako ambacho pengine kitatufanya tufili kwamba bado tupo na mzee? Kwa kweli cha msingi ni kumuenzi kwa mafundisho yake aliyotupa, ni kumuenzi kwa kila kitu alichokuwa anakitenda, umoja, mshikamano. Hivyo ni baadhi ya vitu alivyokuwa anavipenda. Kwa hiyo mzee Wellington pia alikuwa ni rafiki wa watu wanaoishi Ngara na wengine ambao wako nje ya Ngara. Na wengine tunasema ni diaspora, wanaishi nje ya Tanzania. Kwa wale ambao hawajaweza kufika hapa lakini wana mapenzi mema na mzee, una kipi cha kuambia? Tunaambia tunashukuru kokote waliopata taarifa ambao wakupata. Tunashukuru kwa mshikamano wao na kwa msaada wao na kwa kuwa pamoja nasi. Tunasema asante na Mungu awabariki sana. Una kipi cha kumalizia kwenye interview yetu hii? Cha kumalizia tuseme ni ushauri ambao unaweza nikasema tuishi kwa upendo na mshikamano, tupendane na tujali afya zetu, tufurahie, maisha ni mafupi na Mungu atatuzidishia na kutubariki. Amen. Nikushukuru sana, malizia kwa majina yako tena. Kwa jina naitwa Martin Ntamubano. Asante sana. Mtazamaji, tunaenda kuzungumza na watu mbalimbali ambao wako hapa. Na hapa sijajua kama atakubali, lakini alikuwa ni rafiki yake wa karibu, lakini msomi mwenzake, na hawa ni wadau wa mambo ya elimu hapa Ngara. Mzee, shikamoo. Marhaba. Kwa faida ya mtazamaji anatamani kufahamu majina yako. Mimi naitwa Father Focus Anthony. Bila shaka wewe ni mkazi wa hapa Ngara, lakini tunatamani kufahamu ni kitu gani ambacho kimekuvutia kuja hapa msibani? Nimekuja hapa kumsindikiza mzee wetu ambaye ni mlezi wetu kitaaluma, kwa sababu katika wasomi walioko katika wilaya hii ya Ngara wa awali kabisa wa mwanzoni, mzee huyu ni mmoja wapo. Wapo wengine wameshatangulia mbele ya haki, lakini mzee huyu tunamkumbuka na tumekuwa tukimuenzi kutokana na uwezo wake uliokuwa mkubwa usiolinganishwa na kitu chochote wa kielimu, kwa sababu ni msomi ambaye alijipambanua ukilinganisha na wasomi wengine tulio nao katika wilaya hii ya Ngara. Ana sifa za kipekee. Na pengine sasa tayari tumempoteza na tumemhifadhi kwenye nyumba yake ya milele. Pengine sasa ni kipi ambacho hasa Wanangara watajivunia kutoka kwake? Wanangara watajivunia mambo mengi kutoka kwake, kwa sababu ukiacha masuala ya kielimu kwamba ni msomi wa kwanza kabisa katika wilaya yetu hii ya Ngara ukiunganisha na wengine waliosoma, yeye alikuja akawa mjasiriamali ambaye amekuwa akifundisha wananchi majirani zake jinsi ya kufanya mambo kadha wa kadha ya ujasiriamali. Nimepita pale nikaona mizinga ya nyuki iliyotengenezwa kwa madumu ya plastiki. Yaani
wakati wengine tunachukua madumu tunayatupa, yeye madumu yaliyochakaa anayachukua, anatengenezamo mizinga ya nyuki. Nyuki wameingia, wanaendelea. Ameleta kilimo cha zao la jatropha mpaka watu wakamuita jatropha kwa kweli, na mambo mengine mengi ambayo amewahi kutengeneza waini yeye mwenyewe kwa ubunifu wake. Majiko banifu na majiko banifu aliwahi kuyaleta, ambayo unatumia kuni 3 unaivisha chakula. Ni kitu ambacho hakijawahi kuonekana. Kuna mambo mengi ambayo wananchi wanaumia sana kumkosa, kwa sababu elimu yake tulikuwa hatujamaliza kuifaidi. Tulikuwa hatujamaliza kuifaidi. Na pengine tunaona waliokuja hapa ni watu wengi kuonesha kwamba alikuwa ni mtu wa watu na watu walikuwa wanamkubali. Kwako wewe pia ni msomi, inawezekana kuna watu ambao hawakufahamu. Labda una kipi cha kuambia kwa ajili ya maendeleo ya Ngara? Ni kwamba pamoja na mengine mengi tunayofanya katika hii wilaya ya Ngara, ni kwamba pasipo kusomesha watoto wetu wawe na mwamko wa kuipenda elimu, kwa kweli Ngara yetu kuja kuikwamua itakuwa ni ngumu sana. Lakini tukimuiga marehemu huyu ambaye ametoka, tukasomesha watoto kwa bidii na tukawahamasisha wasome, waige mfano hawa wazee waliotutangulia, kwa kweli Ngara yetu kutoka itakuwa ngumu. Lakini tukimuiga, tukakanyaga kwenye nyayo zake, hakika Ngara yetu itasimama imara, kwa sababu itakuwa na watu waelewa. Nikushukuru sana, maliza na majina yako. Asante, mimi ni Father Focus Anthony kutoka Ngara. Asante sana. Mtazamaji, natafuta mtu wa mwisho ambaye naweza nikazungumza naye. Kuna mchungaji yuko hapa. Mchungaji. Pole kwanza kwa msiba. Na wewe pole pia. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Mchungaji Festo Charles. Wewe ni miongoni mwa watu ambao mmekuja kumsindikiza mzee Wellington Matton. Pengine wewe ulikuwa unamfahamu vipi? Huyu mzee nilikuwa namfahamu kama msomi ambaye anajishughulisha sana, na alikuwa mjasiriamali. Pia alionekana kuwa mfano kwenye jamii. Na pengine wewe kwa kipindi cha uhai wake ni kitu gani ambacho ulijifunza kutoka kwake? Mimi nilichovutiwa kwake ni jinsi alivyokuwa anajishughulisha na ushauri wake, jinsi alivyokuwa anashauri vijana, jinsi alivyokuwa anajishughulisha pia na jamii, na jinsi alivyokuwa ni mbunifu. Kwanza alifanya vitu vingi, alikuwa mfugaji. Pia naonyesha hata mazingira, alikuwa anapenda kilimo sana. Alikuwa anaishi kikulima zaidi. Alikuwa anaishi maisha, ingawa alikuwa ni msomi, na kilimo alikuwa anajishughulisha pia. Una kipi sasa cha kuambia wanangara kwa ajili ya maendeleo ya Ngara? Kitu ambacho napenda kuambia wananchi ni kwamba maisha ni kujishughulisha. Pia ni jinsi ya kuweza kuwa mbunifu na kubuni jinsi ya kuweza kuishi kwa kutumia rasilimali zinazotuzunguka sisi wenyewe. Maliza kwa majina yako, au kuna kingine ambacho pengine sijakuuliza ulitamani ukiongea? Sina mengi zaidi, naamini kwamba hata wewe mwenyewe unaona mazingira ya mzee alivyo. Maliza kwa majina yako tena. Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Festo Charles. Kushukuru sana. Mtazamaji, nilisema atakuwa mwisho, lakini Simba nikitoa upendeleo hata kwa mama mmoja. Habari yako? Nzuri. Pole sana. Asante sana. Unaitwa nani? Naitwa Erina Allen. Wewe ni mkazi wa wapi? Mkazi wa Mwivuza. Wewe ulikuwa unamfahamu vipi mzee Wellington Matton? Mzee wetu alikuwa vizuri kabisa, alikuwa ana mila za zamani, alikuwa anatufundisha namna ya kuishi, alikuwa anatuelekeza namna zile jatropha za kutengeneza katika sabuni, vitu vingi, namna ya kuishi, ya kutafuta biashara, ya kupanda miti. Yaani mambo mengi kabisa. Ile mzee alikuwa vizuri, alikuwa haendi vibaya kabisa. Katika familia alikuwa yuko vizuri, katika majirani alikuwa na ushauri mzuri kabisa. Tuna majina yako? Maana na majina yako. Kwa majina yangu. Mzee tuzungumze kidogo. Kwa majina yangu naitwa Erina Allen. Asante sana. Niko na ndugu kabisa wa damu wa marehemu. Kwa faida ya mtazamaji, unaitwa nani? Naitwa Peter. Peter ni mdogo wake Wellington wa City. Pengine tuambie, mamia ya watu wamekuja mahali hapa. Hii inaashiria nini? Inaashiria namna gani alikuwa ni maarufu, namna gani alikuwa anachanganyika sana na watu. Ndio. Wellington wengi wamemtaja kama mtu ambaye alikuwa ni mwalimu wa jamii kwa mambo ya kijamii yaliyo mengi, ujasiriamali na utunzaji wa mazingira na vitu vingine kama hivyo. Wewe kama ndugu yake wa damu, pengine tutarajie ukivaa viatu hivi?
Zamani sija kusikia vizuri. Namaanisha kwamba yale ambayo alikuwa akiyafanya mzee Wellington, pengine tutarajie wewe unaweza kuvaa viatu vyake na kuyafanya. Nitajitahidi kwa sababu tayari mambo mengi nilikuwa karibu naye. Nakumbuka niliwahi kukukuta hapa kipindi fulani akawa na tuonesha wine ambayo ametengeneza na vitu vingine kama hivi. Ni kweli kabisa. Na kuna ujuzi ambao tayari ulichukua kwake? Ndio. Tutarajie tu tunakuja kujifunza kwako pia. Maana mimi pia nilikuwa mwanafunzi wake. Wakati fulani inawezekana kwa sababu muda mwingi nakuwa siko huko, lakini kuna ujuzi kwa kweli nilichukua kwake hasa kwenye upande wa kilimo. Kwa mfano kama kupanda mahindi kwa kuyaspesi vizuri, kupanda maharage kwenye mstari. Umeona, ni kitu ambacho kinaongeza uzalishaji na tija. Mimi nikushukuru sana. Nadhani unaendelea na mambo mengine ya hapa msibani, kwa hiyo nisikuchoshe sana. Malizia kwa majina. Okay, asante sana. Barikiwa sana. Majina, maliza tena majina. Majina naitwa Peter Marton Ntangwana. Kushukuru sana. Asante mtazamaji wa Simamia TV, kama ambavyo umeweza kuwasikia wengi wakimzungumzia. Nilitamani naendelee kuzungumza na wengi, lakini kwa hao wachache wamezungumza mengi ambayo kwa asilimia kubwa pia yanafanana. Mimi pia Anko G pamoja na Mwafrika tulikuwa ni wanafunzi wa mzee Wellington, ambapo tulikuwa tunakuja hapa kujifunza mambo mbalimbali ya kiuchumi, ya kijamii na mambo mengine, kwa sababu mzee Wellington alikuwa ni mzee ambaye kwanza alitembea nchi nyingi, lakini pia alikuwa na ujuzi wa mambo mengi. Kwa hiyo interview tumeishia hapa. Endelea kutazama vipindi vingine ambavyo vinaendelea kutokea hapa Simamia TV.